Nitakuletea baadaye. Kumbuka ni taarifa ambayo bado inaendelea kuandaliwa. Naam, katika takriban kaunti 26 hapa nchini, kujifungua bado huambatana hofu ya kupotea maisha kwa mama na mtoto mchanga. Kaunti ya Tana River ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi, lakini baada ya miaka mingi ya ukimya, chumba cha upasuaji katika hospitali ya gatuzi dogo la Bura sasa kinafufuliwa upya. Hatua iliyorejesha matumaini katika mapambano dhidi ya vifo vya kina mama na watoto wachanga wakati wa kujifungua. Mwanahabari wetu Eunice Omolo ana taarifa hiyo kwa kina. Kwa miaka mingi, kina mama waliokuwa wakikumbwa na changamoto wakati wa kujifungua katika kaunti ya Tana River wameishi kwa hofu. Pindi uchungu wa kujifungua unapoanza, ni hali ya hatihati ya kutafuta huduma za kujifungua kwa kusafiri masafa marefu. Safari ya dharura katika barabara mbovu, rufaa zinazochelewa, masaa yakipotea kati ya uhai na kifo, na wakati mwingine majanga. Most causes of maternal mortality is postpartum bleeding after childbirth. The second most common, which raises the maternal mortality rate, is hypertension in pregnancy. Hata hivyo, dira hiyo huenda itabadilika ndani ya hospitali ya gatuzi ndogo la Bura, kaunti ya Tana River. Chumba hiki cha upasuaji kimetelekezwa kwa muda mrefu, kikiacha shughuli zake kwa muda wa miaka 6 sasa. Hii leo mitambo itaanza kufanya kazi tena, na kwa mara nyingine baada ya muda mrefu madaktari na wauguzi wakaanza kuhangaika kwa dharura. Pamoja na hilo, matumaini yakarejea katika hospitali ya Bura. Saa 11 kasorobo jioni, kundi maalum la wataalamu wa afya kutoka kaunti mbalimbali wanaofanya hamasa kwa kaunti zilizo na idadi ya juu ya vifo vya kina mama na watoto wachanga lilikusanyika nje ya chumba cha upasuaji ambacho kilikuwa kimenyamaza kwa miaka mingi. Madaktari, wauguzi, wataalamu wa upasuaji, wataalamu wa watoto wachanga, wote wakijiandaa kwa tukio la kihistoria. Ndani, vifaa vya upasuaji vilivyonadhifishwa vinawekwa kwa uangalifu. Mashine ya usingizi imekaguliwa mara kadhaa, na hatimaye mifumo ya oksijeni inafanya kazi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, chumba hiki kinaenda kufanya upasuaji wa uzazi. We identified Bura being as one of the sub-counties with one of the highest burden of maternal deaths. Amina Musa, ambaye amekuwa kwenye uchungu wa kujifungua kwa siku 3, ndiye mgonjwa wa leo. A traditional birth attendant who was gracious enough to bring this mother to the hospital, and we thank her for that. But reached a point when we felt it was taking too long and the baby was showing signs that the baby may not be able to come out safely. In our language, we call it cephalopelvic disproportion. Cephalopelvic disproportion ni hali ambapo kichwa cha mtoto ni kikubwa mno kupita salama kwenye nyonga ya mama. Bila upasuaji wa dharura, maisha ya mama na mtoto hapa yako hatarini. What would have happened? The baby would have actually ended up becoming worse, in distress, and probably may not have come out. Kwa miaka mingi, kina mama waliokabiliwa na dharura za kujifungua katika hospitali hii ya Bura walikuwa wakipelekwa hospitali ya rufaa ya Hola au hata katika kaunti jirani za Garissa na Kilifi. Garissa now is actually top in the list and followed by you, but you are number 2 because you are referring all your cases to Garissa sub-county referral, Garissa PGH. Kimuundo, chumba hiki cha upasuaji kilikuwa kipo huku kikiwa na vifaa miaka iliyopita chini ya mpango wa huduma simamizi za vifaa MES. Lakini licha ya miundombinu hiyo, kitengo hicho hakikuwa kikitumika. Changamoto zilianza: uhaba wa wafanyakazi, ukosefu wa maji ya bomba, hadi matatizo ya kurekebisha vifaa. Hatimaye chumba hicho cha upasuaji kikawa si salama kutokana na kutotumika kwa muda mrefu. As of today, it feels so good that we have achieved the processes of utilizing our theater here in Bura, that we will be able to support and help our communities, especially mamas who come with complications on delivery.
Mojawapo ya vifaa muhimu vilivyosimamisha kila kitu ni mtambo wa kupumua, kwani bila ya kifaa hicho upasuaji usingewezekana salama. Mpango wa Intercounty MPDCR unakutanisha wataalam kutoka Nairobi, Garissa, Kiambu, Bungoma, Kilifi, Kajiado na Nyeri. Lengo kuu ni kutoa ushauri kwa wahudumu wa afya katika kaunti zilizoathiriwa na vifo hivi, huduma za dharura au uhamishaji wa ujuzi kwa wahudumu wa afya wa kaunti. In a day in this country, we are losing 15 mothers every day. In a day in this country, we are losing 92 newborns. Some of these are very preventable. Our figures are unacceptably high. Our MMR as a country is very high. So we just want to see what we can be able to do and change strategies that can change into strategies that can be able to work for us. Kulingana na takwimu, kiwango cha vifo vya kina mama nchini Kenya kinasimama katika vifo 355 kwa kila vizazi hai 1,100, huku vifo vya watoto wachanga vikiwa 21 kwa kila vizazi hai 1,000. Katika kaunti ya Tana River ni 59% pekee ya kina mama wanaojifungua chini ya uangalizi wa wahudumu wenye ujuzi, ikilinganishwa na wastani wa kitaifa wa 89%, hali inayosisitiza umuhimu wa kuimarisha huduma za afya ya uzazi na watoto wachanga katika eneo hilo. We've created a dashboard where a governor can be able to access quickly and see what is happening in his county in terms of maternal and perinatal death. Ndani ya chumba cha upasuaji kila sekunde ni muhimu. Wauguzi wanakagua mavazi ya upasuaji yaliyotakaswa, vifaa vya upasuaji, meza ya upasuaji inawekwa sawa chini ya taa. Upasuaji huo unaongozwa na Daktari James Amenge pamoja na Daktari Amina Mohamed. So our hope is that in this country one day we are going to have 0 MMR and 0 perinatal death. Baada ya idhini kupatikana, timu inafanya kazi kwa haraka katika chumba cha upasuaji. Madaktari hufanya mkato kwenye tumbo na mfuko wa uzazi. Alafu ghafla, kilio kinapenya ndani ya chumba cha upasuaji. Majira ya 1:30 usiku, mtoto wa kiume anazaliwa salama. Nina shukrani kubwa sana kwa Mungu kwanza kunitolea kijana kwa mara ya kwanza akiwa mzima na akiwa salama sana. Mimi ingenifanya nikarimu sana. Ilikuwa inasababisha mimi niende Garissa ama sehemu zingine tofauti ambayo ingekuwa ni gharama juu yangu. Kwa kaunti ya Tana River, tukio hili lina maana kubwa zaidi ya upasuaji mmoja uliofanikiwa. Kaunti hiyo ina ukubwa wa karibu kilomita za mraba 38,000. Jamii zimetawanyika, vituo vya afya viko mbalimbali. Kina mama wengi usafiri kwa saa nyingi kutafuta huduma za dharura za uzazi. From now henceforth, hii huduma itapatikana hapa bura na tunapatiana kwa mama wetu. Hakutakuwa na cases ya maternal death hapa ama hata perinatal pia. Mimba za utotoni zinasimama kwa 18%. Na 42% ya wanawake hawana elimu rasmi, haya yote yakihusishwa na matokeo mabaya ya afya ya uzazi. Can you make the ambulance very, very much functionable so that I'm not getting a patient who's been bagged from Tana River to Kilifi County? That's how many hours drive? 3 hours. So definitely, by the time that mother is getting to me, the brain is probably dead. The baby might probably not be alive. Kadri vifo vya kina mama na watoto wachanga vinavyoendelea kuwa mzigo mkubwa katika kaunti ya Tana River, Gavana Dadho Godana anasema serikali ya kaunti sasa inaweka kipaumbele katika uwekezaji wa wataaluma wa afya pamoja na kuimarisha mfumo mzima wa afya. Kaunti hiyo kwa sasa ina daktari mmoja wa kina mama na daktari mmoja wa watoto wanaohudumia kaunti nzima. We are looking forward to actually activating another theater which is at the maternity. That will be a very big achievement. Kwa familia hii wanashikilia matumaini, si kwa familia yake pekee, bali kwa kila mama kaunti ya Tana River anayesubiri nafasi ya kujifungua salama. Every woman, every newborn, everywhere. Juni Somolo, KTN, kaunti ya Tana River.